mwanamke wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka wa 2021. Samia ambaye alikuwa makamu wa rais alionekana kama pumzi ya hewa safi, na kwa mtindo wake wa kirafiki alianzisha mageuzi ambayo yalionekana kuwa mabadiliko makubwa kutoka kwa sera za mtangulizi wake. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hivi iliyopita, nafasi ya kisiasa imepungua kwa kiasi kikubwa, na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali na sauti za upinzani kunasemekana kuwa katika hali mbaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya Magufuli, huku utekaji nyara na mauaji ya mara kwa mara yakiripotiwa. Hili limeakisiwa katika ripoti za Freedom House, shirika la utetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu lenye makao yake nchini Marekani, ambalo liliweka Tanzania kama taifa huru kwa kiasi fulani mwaka 2020 na lisilo huru mwaka jana. Hata hivyo, serikali haijazungumzia tuhuma hizo. CCM ya Samia imeshinda kila chaguzi tangu kurejeshwa kwa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa mwaka 1992, lakini kampeni huwa na mijadala mikali kati ya vyama pinzani. Wakati tume ya uchaguzi ikiwa imewaachia wagombea urais 17 kugombea urais, wakati huu chama kikuu cha upinzani Chadema kimezuiwa, huku kiongozi wake Tundu Lissu akikabiliwa na kesi ya uhaini. Alikuwa akitoa wito kwa mageuzi ya uchaguzi kabla ya kukamatwa kwake mnamo mwezi Aprili, na chama sasa kinawataka wafuasi wake kususia uchaguzi huo. Makamu wake John Heche na alikamatwa wiki iliyopita na aliweza kuzungumza na kituo chetu akisema kwamba kabla tu ya kuwekwa kizuizini, kile kinachoitwa mageuzi ya Rais Samia ni mambo yasiyo na msingi. Ndiyo mikutano ya hadhara iliruhusiwa tena, lakini leo Chadema haiwezi kutekeleza wajibu wake kwa sababu ahadi zilikuwa za uongo. Wakati huo mgombea urais Lohana Mpina kutoka chama cha pili kwa ukubwa cha upinzani ACT Wazalendo pia ameunguliwa mara mbili. Alifaulu kurejesha ugombeaji wake na mahakama kuu baada ya kuzuiliwa kutokana na suala la kiutaratibu, lakini mwanasheria mkuu wa serikali alipokata rufaa mwezi uliopita, tume ya uchaguzi iliamua kuunga mkono upande wake. Hii